Ya mpendwa mtazamaji na msikilizaji, hii ni KC1 na leo moja kwa moja tunakuletea taarifa za habari zinazotoka DRC ambako nchi imeingia katika uchaguzi, lakini tayari moja kwa moja maandamano ndo yameibuka upya. Martin Fayulu Katumbi na Mukwege tayari wameandaa maandamano makubwa. Tume hii ya watu wenye pesa zao, hao ni wafanyabiashara wakubwa, na kitu ambacho Kisekedi alianza kuwaonya wananchi wa DRC kwamba acheni kuingilia mambo ya maandamano wala msiwakubali. Upi mtazamo wako wewe kama vile mtazamaji na msikilizaji kuhusu nchi ya DRC ambao leo hii inaandaliwa na visingizio vikubwa kwamba upinzani unalalamika kwamba matokeo sio sahihi? Wewe kama vile wewe mtazamaji na msikilizaji, ni kupatie ukaribu zaidi sana. Wakongo wanatakiwa kujielewa na kujitambua, kwa sababu kwamba hawa viongozi hawa ni watu ambao wanakuja kimaslahi, na hiki kitu Bwana Kisekedi amezidi kuwasisitiza sana wananchi na kusema kwamba jamani, tulieni, hawa wasije wakawaribieni, tulieni, kaeni makini, kwa sababu kwamba hawa ni watu wenye maslahi. Lakini Wakongo bado hawajataka kuelewa, ila nitakachokusi kwamba maandamano yanazidi kuibuka zaidi sana ndani ya mji mkuu wa Kinshasa, ambako sasa hivi vurugu za hapa na pale zinazidi kuendelea, na hii inahatarisha sana amani, ambao Kisekedi alikwenda kuiongelea kwamba nchi yetu itatumika uchaguzi wa amani, nchi yetu itatumika uchaguzi wenye uwezo mzuri, na nchi yetu itafanya makubwa ambayo yatakuwa yako tofauti na nchi zingine. Na kweli nchi hii yenye maziwa na athari, nchi tamu duniani, leo hii inakwenda kuandaa uchaguzi na ikaandaa uchaguzi mzuri kabisa, na rais aliyekuwepo madarakani akapita kwa kishindo. Lakini wapinzani baada ya kugundua kwamba hapa kuna mchezo umefanyika, wao wanahisi kwamba ni mchezo, lakini uwezo ukamshinda mtu aliyekuwa madarakani, kwani Kisekedi kampeni yake ilikuwa ni nzuri. Pia vile vile hata wapinzani hawajawa na lukuki la watu, ambako mpinzani mkuu wa kundi lao alikuwa ni Bwana Katumbi, ambaye ndiye walikuwa kimtegemea 100%, kwani huyu ndiye alikuwa na idadi kubwa ya watu zidi ya wapinzani wote, na huyu ndiye alionekana kwamba ni mpinzani mkuu dhidi ya Bwana Kisekedi. Lakini moja kwa moja tukiingia katika utafiti wa hapa na pale, hapa pana mkono wa Bwana Kabila, kama vile watu wanavyokwenda kuongea moja kwa moja kwamba Joseph Kabila huyu anawezekana akawa ni moja kwa moja ni pointi kubwa ambayo ipo imetulia, imerelax vile, hana makuu, ametulia kama vile panya ambaye anamsubiria paka, muda wote akijitenyeza tu yeye moja kwa moja anagusa. Na hii inaendelea kuleta vurumai kubwa sana, na hii KC1 moja kwa moja ikaamua kutimba na kujikita zaidi sana kukuletea maandamano ya DRC yanazidi kuingia ndani ya mji mkuu wa Kinshasa, huku watu wakitahadharishwa na waziri mkuu ambaye amewatahadharisha, jameni, acheni maandamano, ni nafasi ya kuiweka nchi yetu katika hali ngumu, huku nchi ya DRC ambayo inazidi kuandamwa na asimu wake wa muda wote Bwana Paul Kagame ambaye ni Rwanda na Kigali kwa ujumla. Lakini hicho ndicho Kisekedi amekwenda kukikata na kusema kwamba hatuhitaji kupambana sisi kwa sisi, tunahitaji kujenga Kongo iwe Kongo ya amani, kama vile tulivyoingia kwenye uchaguzi tukawa tumechagua vizuri, uchaguzi ambao umegharimu pesa nyingi, uchaguzi ambao umekwenda kwa usalama, watu walipewa nafasi ya kuchagua kwa uhuru, bila kubanwa, bila kushinikizwa, bila kufosiwa kwamba chagua fulani. Uchaguzi ukawa wa upendo na wenye nguvu kwa wapinzani wawili pekee ambao ndio walikuwa ni tishio, ni Bwana Felix Kisekedi na Bwana Katumbi. Huyu waziri mkuu aliwaambia watu na kutangaza, huku rais alikuwa ameshaongea kwa muda mrefu, jameni, sihitaji maandamano yoyote yale, naombeni mkae makini. Wananchi mara nyingi wanapotezwa. Moja kwa moja KC1 iliamua kuingia moja kwa moja na kukuletea kile kinachokwenda kujiri ndani ya nchi hii. DRC ni nchi ambayo inaangaliwa na nchi zote duniani kama ujui. Cha pili, DRC ni nchi ya kwanza kuwa na mali nyingi ulimwenguni, ikiwa na thamani ya trilioni 20, zaidi ya trilioni 24, ambazo hakuna nchi ambayo ina thamani kubwa ya madini ya ardhini, thamani ya trilioni 24. Huku bado misitu, bado maji,
hivyo vitu bado havijahesabika, lakini bado anahesabiwa kwamba ana zaidi ya trilioni 24 za madola, kitu ambacho kimekuwa kigumu. Na ukimwangalia bwana Katumbi, huyu ni mfanyabiashara. Lini ukasikia nchi ikaongozwa na mfanyabiashara? Aidha nchi ikaongozwa na mpiga mziki, aidha nchi ikaongozwa na mcheza sinema? Ina maana kwamba hawa kina Katumbi, wakina Fayulu na wengineo, hawa ni wawekezaji. Wao wanastahili kuongozwa, wao wawekeze. Lakini leo wanahitaji nchi iwe nchi yenye uongozi tofauti na ule ambao umekutaniwa, lakini maandamano bado hayajalala. Eba ni moja kwa moja angalia ndani ya mji wa Kinshasa. L'opposition congolaise dans les rues de Kinshasa, la capitale, jeudi, elle entendait marcher vers le siège de la commission électorale pour dénoncer un processus chaotique à 7 mois de la présidentielle. Mais elle n'a pas atteint la CENI, la police, et ont bouclé tous les accès au siège de l'institution, avec à la clé un face-à-face tendu entre policiers et manifestants. Nous sommes venus pour protester contre la CENI, pas contre la police. La police est instrumentalisée par le pouvoir pour brimer nos libertés. Et ça, nous n'acceptons pas. Ce n'est pas la police, notre interlocuteur. Notre interlocuteur, ce sont les pouvoirs publics, c'est la CENI qui doit organiser des élections libres, démocratiques et transparentes, et pas le reste. Le cortège, dirigé par les opposants Moïse Katumbi, Délice Sanga, Matata Mpogno et Martin Fayulu, entre autres, est bloqué par les forces de sécurité. Nous sommes dans nos droits. Nous ne pouvons en aucun cas nous livrer comme des bêtes de somme. Qu'on nous amène aux élections truquées et puis après que les Occidentaux, tout le monde va dire nous avons pris acte. We have taken note. Non. Nous réclamons nos droits, les droits des Congolais qui ne sont pas encore nés. En visite en Chine, le président congolais a fustigé une opposition qui navigue à vue. À 7 mois de la présidentielle en RDC, l'ambiance électorale est déjà au rendez-vous. Basi moja kwa moja hii kitu imekuja tofauti sana na inazidi kuwaumiza watu, kwani nafasi kama hii rais hajaitamani kamwe, kwa sababu kuna malengo mawili matatu. Nchi hiyo ndiyo ofisi kuu ya CENI kama unavyokwenda kuiona, na ndiyo ambayo inaandamwa na waandamanaji. Wao wana lengo kubwa ni kuingia pale CENI. L'opposition congolaise dans les rues de Kinshasa, la capitale, jeudi, elle entendait marcher vers le siège de la commission électorale pour dénoncer un processus chaotique à 7 mois de la présidentielle. Mais elle n'a pas atteint la CENI, la police, et ont bouclé tous les accès au siège de l'institution, avec à la clé un face-à-face tendu entre policiers et manifestants. Nous sommes venus pour protester contre la CENI, pas contre la police. La police est instrumentalisée par le pouvoir pour brimer nos libertés. Et ça, nous n'acceptons pas. Ce n'est pas la police, notre interlocuteur. Notre interlocuteur, ce sont les pouvoirs publics, c'est la CENI qui doit organiser des élections libres, démocratiques et transparentes, et pas le reste. Le cortège, dirigé par les opposants Moïse Katumbi, Délice Sanga, Matata Mpogno et Martin Fayulu, entre autres, est bloqué par les forces de sécurité. Nous sommes dans nos droits. Nous ne pouvons en aucun cas nous livrer comme des bêtes de somme. Qu'on nous amène aux élections truquées et puis après que les Occidentaux, tout le monde va dire nous avons pris acte. We have taken note. Non. Nous réclamons nos droits, les droits des Congolais qui ne sont pas encore nés. En visite en Chine, le président congolais a fustigé une opposition qui navigue à vue. À 7 mois de la présidentielle en RDC, l'ambiance électorale est déjà au rendez-vous. Basi kitu kama hichi kimekwenda kuumiza watu sana na kuwapatia watu wengine utofauti wasintofahamu. Huku nchi zile ambazo zinazo imezea DRC mate, wao ndio nafasi yao ya kuweza kumpiga mwana Felix Tshisekedi na kuweza kuangusha na kuweza kumweka katika kashfa, kwani utawala bwana Tshisekedi haujaua. Utawala bwana Tshisekedi umekuwa ni utawala ambao ni bora. Kaongoza muhula wake wa kwanza kwa uzuri na kwa dhati na kwa mapenzi ya Wakongo, kwa sababu ni mtu ambaye kila jambo lililotokea nje aidha kinyume, yeye alikuwa ni mtu wa kuambia wazungu na nchi jirani kwamba hili jambo ni lazima litawakilishwa kwa Wakongo.
watakaloliamua wao ndilo mimi nitakalofuata, kwani mimi ni mtu nimekuja kuwatumikia Wakongo, ndio wene nchi yao. Basi kauli mbiu hii imezidi kuwavutia Wakongomani wote kwa jumla ulimwenguni, na uchaguzi ukafanyika wa dhati hadi nje ya nchi mbalimbali. Nje ya nchi uchaguzi umefanyika na akawa amejizolea kura nyingi kwa sababu amezidi kuipambania Kongo. Ukiangalia sakata mbalimbali ambayo ilikwenda kutokea kati ya Wanyarwanda na Wakongo ambao ni jamii mbalimbali, lakini Tshisekedi alikwenda kuongea kwamba nchi ni ya Wakongomani halisi. Kitu kama hichi kilikwenda kuwaumiza sana, na bado ukiwachunguza wagombea hawa ambaye ni Katumbi, Bwana Fayulu na Mukwege, hawa ni wafanyabiashara. Ina maana kwamba sio nafasi ya uongozi wala sio nafasi yao. Ukimchunguza moja kwa moja Katumbi ni mmoja wa mabilionea wanaojivicha, kwani anavyomiliki nchi mbalimbali ulimwenguni. Huyu jamani bilionea mkubwa sana, ana vitu ambavyo amevifanya zaidi ya mabilionea tunakwenda kuwajua. Ukimwangalia Bwana Fayulu huyu ni mwekezaji mkubwa wa mafuta na ni moja kwa moja ndani ya watu ambao wanaoishi nchini Marekani. Huyu yumo kwa sababu huyu anafahamika hadi Marekani kwamba ni mwekezaji mzuri ndani ya Afrika Mashariki, ndani ya Afrika ya Kati. Anawekeza mafuta nchi zaidi ya 5-6 hapa Afrika. Kwa hiyo huyu ni mwekezaji, huyu hafai kuwa mwananchi. Ni kama vile Katumbi ambaye ni bilionea, njia ya ukulima, njia ya michezo na klabu yake ya TP Mazembe, pia vile vile ni mfanyabiashara wa madini. Ukiangalia anamiliki kampuni ya MCK ambayo inaingiza matrilioni za pesa za Kikongo. Ebani, hii ni hali ambayo inakwenda kutokea katika ofisi ya Seni, na majibu yanakuja kwamba rais anasisitiza kwamba sihitaji maandamano yoyote yale. Ebani, kitu ambacho wananchi hawajaelewa, ila ndiyo nafasi ya kumvuruga Tshisekedi, kumharibia malengo yake, lakini bado hajafanya chochote kile. Subscribe na kucomment.